kote ulimwenguni watu wote watambua, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta uhuru, Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Katika kuendelea kutekeleza mradi wezeshi kwa vijana na wanawake unaolenga kuongeza na kuimarisha ushiriki wao katika demokrasia na uongozi kwenye nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii, shirika la Envirocare limeendelea kutoa semina kwa vijana na wanawake. Akizungumza wakati wa kuhitimisha semina ya siku 2 iliyofanyika kwenye ofisi za makao makuu ya shirika hilo zilizopo Makongo Juu jijini Dar es Salaam, mwakilishi wa mkurugenzi wa shirika la Envirocare Ediltruda Michael amesema semina hiyo imewapa uwezo na kuwajengea hamasa vijana kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Mafunzo haya yamefanyika kwa siku 2 katika ofisi zetu au katika shirika letu la Envirocare, tukiwa na lengo la kuhakikisha kwamba kuwapa hamasa na kuwajengea uwezo vijana, kwamba vijana wanapata hamasa ya kujitokeza katika kugombea nafasi mbalimbali. Lakini sio tu ile kupata hamasa, watu pia wanauelewa, wakijua kwamba wanaenda kufanya nini. Kwa hiyo tumepata pia watu wazuri walioweza kuwafundisha vizuri. Mwezeshaji katika semina hiyo ambaye ni msaidizi wa mashirika yasiyo ya kiserikali Manispaa ya Kigamboni, Veronica Kilovia, amewataka vijana kutumia teknolojia ili kupata uelewa wa masuala mbalimbali ya uongozi. Niliwapitisha vijana kwenye nini maana ya uongozi na vile vile sifa za kiongozi, kwamba kiongozi anatakiwa awe na sifa gani, lakini pia niliwapitisha kwenye aina za uongozi, na mwisho niliwapitisha kwenye kipengele cha majukumu au wajibu wa kiongozi. Wito wangu kwa vijana wengine ni na wahamasisha kwamba waweze kushiriki kwenye mafunzo mbalimbali ambayo yanatolewa na taasisi zetu pale wanapopata nafasi, lakini pia vile vile wanaweza kushiriki pia, kama tunavyoona sasa hivi teknolojia imekuwa, wanaweza wakaingia kwenye mitandao ya kijamii wakaweza kuona na mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala ya uongozi, na wao wakaweza kujifunza kupitia huu. Mmoja wa washiriki kutoka katika wilaya ya Temeke, Elsia Peter, amesema semina hiyo imewapa motisha na kuwajengea ujasiri wa kuwa viongozi bora. Semina hii iliyoandaliwa imenisaidia mimi sana, hasa kutokea jana na leo. Leo tumejifunza kuhusu mambo ya uongozi. Uongozi ni nini? Uwajibikaji wa kiongozi. Kiongozi anatakiwa kuwaje? Kwa mimi itanisaidia sana, kama kwa jinsi ambavyo tumeelezewa kwa siku hizi 2 nilizojifunza. Kwa mimi kujiandaa kama kijana kwenda kwenye uongozi, kwa semina ambayo nimeipata hapa, kwa kweli imenipa motisha sana, kwa sababu nikiangalia kwanza kujiamini mimi kama kijana na kujiandaa mimi kama kiongozi, hata kuandaa watoto wangu au kuandaa kizazi changu cha baadaye kuwa kiongozi. Kwa nitaanza najua mimi kwamba nimeshajengewa misingi mizuri, na itanisaidia hata kwenye
wilaya niliyoko au kwenye mtaa niliopo, kwa watakao kuwa wanahitaji kuwa kiongozi au kwa mimi ambaye nitakuwa nahitaji kuwa kiongozi. Kwanza uwajibikaji wangu mimi kama kiongozi niweje? Mimi kama kijana natakiwa kuwa vipi ili niwe kiongozi wa vipi? Mimi kama kijana na bado ni kijana mwanamke niwe vipi? Nisimame vipi kwa nafasi yangu ili kuwa kiongozi bora?